لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Leo ni tarehe 1 mwezi wa Safar mwaka 1448 Hijria, sawa na tarehe 16 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 Miladia. يقول العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، قال: فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير المشكل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه على فرق بين خلق الله وبين كلام الله تعالى. Anasema, sikilizeni sasa hivi dalili iliyo wazi isiyo na matatizo yoyote kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyonukuliwa na muadilifu, kutokana na muadilifu mausulan ilayhi, yenye kufikishwa kwake, ala farqin baina khalqi llahi wa baina kalami llahi ta'ala. Hadithi hii inaelezea farqa baina ya kuumba kwa Allah na baina ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aliposema Allah, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, fahamuni ni kwake yeye kuumba na kuamrisha, ametukuka Allah mola wa viumbe vyote. قال: ثم ساق الأحاديث في ذكر كلمات الله تعالى إلى حديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. kisha akaleta hadithi nyingi kutaja maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kufikia hadithi hii: a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, nataka hifadha kwa maneno ya Allah yaliyokamilika, kutaka hifadha na shari ya kila alichoumba. Thumma qal: afalaysa alilmu muhitan ya dhawil hija annahu ghayru jaizin an ya'mura an-nabiyyu صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه. أفليس العلم، je haikuwa ilmu ya Allah muhitan, ni yenye kuzungukia kila kitu, enyi wenye akili, kwamba ghairu jaizin, si jambo lenye kufaa, an ya'mura an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam bita'awudhi bi khalqi llahi min sharri khalqihi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amwamrishe mtume wake sallallahu alayhi wasallam kutaka hifadha na kuumba kwa Allah, min sharri khalqihi, kwa shari ya viumbe vyake. أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجى أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه, si jambo lenye kufaa Allah kumwamrisha mtume sallam kutaka hifadha na kuumba kwa Allah, min sharri, kutaka hifadha kwa kuumba kwa Allah na shari ya viumbe vyake. Ndio hiyo a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, kutaka hifadha na shari ya viumbe vyake, kila alichokiumba chenye shari, kutaka hifadha kwa Allah na shari ya kiumbe hicho. Faqala: hal samita aliman يجيز أن يقول أعوذ بالكعبة
min sharri khalqillah. Je, ulimsikia mwanachuoni yoyote anayesema kwamba inajuzu kusema nataka hifadha kwa Kaaba, kutaka hifadha na shari ya viumbe vya Allah? Au yujizu an yakula a'udhu bis-safa wal marwa, nataka hifadha kwa Safa na Marwa, kutaka hifadha na kulindwa na Allah na shari ya hivyo alivyoviumba vyenye shari. Au a'udhu bi Arafat wa bimina min sharri ma khalaqa Allah, au kutaka hifadha kwa Arafat na Mina, kutaka hifadha na shari ya alivyoumba Allah. Hadha la yaquluhu wa la yujizu alqawla bihi muslimun ya'rifu din Allah. Hivi hakuna yoyote anayesema wala kujuzisha kauli hii muislamu yoyote anayejua dini ya Allah. Muhalun an yasta'idha muslimun bi khalqi llahi min sharri khalqihi, ni jambo ambalo haliwezekani muislamu kutaka hifadha kwa kuumba kwa Allah na shari ya viumbe vyake. Hifadha inatakwa kwa Allah. Kutaka hifadha, tunataka hifadha kwa Allah atulinde na shari ya viumbe vyake, sio kutaka hifadha kwa kuumba kwa Allah. Mwanielewa sio? Qala thumma saqa bahthan tawilan falyuraja minhu, kisha akaleta na kuelezea bahthi ndefu katika sala hilo na lirejelewe sala hilo. وقال أبو معاوية ابن خازم الضرير رحمه الله: الكلام فيه بدعة وضلالة ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا الصالحون رحمهم الله تعالى، يعني قول القرآن مخلوق. معاوية بن خازم الضرير anasema maneno haya ni uzushi na ni upotevu, haja yasema Mtume SAW wala masahaba wala tabi'un wala watu wema waliokuja baada yao rahimahumullahu ta'ala, hawajasema kauli hii kwamba Qur'ani imeumbwa. Hawajasema kauli hii kuwa Qur'ani ni kiumbe kama viumbe vingine vilivyoumbwa na Qur'ani pia ni kiumbe. Hawajasema hivyo, sababu Qur'ani ni sifa ya maneno ya Allah azza wa jalla. Haiwezekani kwamba sifa hiyo imeumbwa. وذكر عند أبي نعيم هو الفضل بن دكين. أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي كان ثقة ثبت في الرواية مهابا بين الناس، امتحن في خلق القرآن فلم يجب، توفي سنة 19 بعد 200 من الهجرة. ذكر عند أبي نعيم هو الفضل ابن دكين من يقول القرآن مخلوق. aliulizwa na kutajiwa huyo Abu Nuaim al-Fadl ibn Dukain anayesema kwamba Qur'ani imeumbwa. Faqala wallahi wallahi ma sami'tu bi shay'in min hadha hatta kharaja dhalika al-khabith Jahm. Na hapa kwa Allah, na hapa kwa Allah, sijasikia jambo lolote katika hili maneno haya mpaka alipojitokeza huyu mtu muovu Jahm ibn Safwan aliyedai madai hayo na kueneza itikadi hii potofu kuwa Qur'ani imeumbwa. Wa kalamu a'immati sunna fi hadha albab yatulu dhikruhu, maneno ya maimamu wa sunna wa hadithi katika mlango huu hurefuka kutajwa kwake. Walau aradna isti'abahu la tala alfaslu, lau tukikusudia kuyataja yote maneno yote ya maulama, la tala alfaslu, mlango huu ungekuwa mrefu. Waqad takarrara naqlu alijma'i minhum
ala ithbati ma athbata Allahu azza wa jalla li nafsihi wa athbatahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam was-sahabatu faman ba'dahum. Imekariri nukuu ya itifaki ya ulama kuthibitisha kila jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameithibitishia nafsi yake na akamthibitishia mtume wake sallallahu alaihi wasallam na masahaba na waliokuja baada yao. Kila sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameisifia nafsi yake au mtume sallam amemsifia Allah sifa hiyo, wajibu wetu ni kuithibitisha sifa hiyo bila kuipinga. Wa nafyu takyifa anhu, na kukanusha kuifanyia namna sifa hiyo, anha. Wa nafyu takyifa anha, na kutoikanusha sifa hiyo na kuifanyia sampuli fulani. La siyama fi mas'alati al-uluwi, hasa katika masala ya ujuu wa Allah, kwamba yuko juu ya arshi yake. Wa fi hadhihi al-mas'ala, na katika masala haya, mas'alati al-Qur'an, masala ya Qur'ani kwamba si kiumbe. Wa taklimi Allahi ta'ala Musa, na Allah subhanahu wa ta'ala kumsemesha nabii Musa. Haya ni masala muhimu, kila muislamu anatakiwa ayajue na aitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake, na Qur'ani sio kiumbe. Qur'ani ni maneno ya Allah, ni sifa ya dhati yake Allah jalla fi ula. Qala li'annaha awwalu ma jahadahu adh-zanadiqa qabbahum Allah ta'ala. Masala haya ndio mwanzo waliopinga hawa zanadiqa wanafiki, hawa Jahmiya na wengineo. Li'annaha awwalu ma jahadahu az-zanadiqa. Masala haya ya Qur'ani kwamba yumeumbwa na kwamba Allah hayuko juu, ndio masala ya kwanza ambayo waliyapinga hawa wanafiki. Qabbahumullahu ta'ala, Allah aweke mbali na kheri. Wa fi dhikri ma samaina kifaya, katika kutaja tulioyataja inatosha. Kauli za maulama wengi amezitaja kuhusu jambo hili, dalili ya kwamba Qur'ani haijaumbwa. Qur'an ni maneno ya Allah, ghairu makhluq, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arshi, amelingana sawa juu ya arshi yake. Dalili nyingi katika masala haya. Liannaha awwalu ma jahadahu az-zanadiqa qabbahumullahu ta'ala. Masala haya ndio ya mwanzo walioyapinga wanafiki hao. Allah subhanahu wa ta'ala awaweke mbali na kheri. Wa fi dhikri ma samaina kifaya, na katika kutaja tuliowataja majina yao maulama hao inatosha. Wa man lam nusammi minhum adhaafu dhalik, ambao hatujawataja ni zaidi ya hao tuliowataja, wingi wao na majina yao hatujayataja, lakini wote wako katika itikadi hii ya ahli sunna wal jamaa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelingana sawa juu ya arshi yake, na Qur'ani ni maneno ya Allah, haijaumbwa. Walam yakhtalif minhum ithnani fi anna al-Qur'ana kalamullahi ta'ala laysa bimakhluq. Hawajakhtalifiana wawili kuwa Qur'an ni maneno ya Allah, haijaumbwa. Min Allahi bada wa ilayhi yaud, imeanza kutoka kwa Allah Qur'ani na kwake yeye itarudi. Wataqalladu kufra man qala bi khalqi al-Qur'an. Wataqalladu, wameweka maulama ukafiri, kuwekea ukafiri wanayesema kwamba Qur'ani imeumbwa. Wa mana'u salata khalfahu, wakazuia na kukataza kuswali nyuma ya anayesema hivyo. Wa aftau bidharbi unuqihi, wakatoa fatwa ya kukatwa shingo yake huyo anayesema kwamba Qur'ani imeumbwa. Wa bitahrimi mirathihi ala almuslimin, na kuharamishwa kumrithi kwa Waislamu huyo. Kama mtu mzazi wake
au yule anayemrithi anasema itikadi hii kwamba Qur'ani imeumbwa, basi huyo asimrithi kwa sababu si Muislamu tena, kwa itikadi hiyo ni kafiri. Wa bitahrimi mirathihi ala almuslimin, waharamishwa kumrithi huyo kwa Waislamu. Wa haramu dhabihatahu, pia wameharamisha kichinjwa chake huyo, akichinja huyo kichinjwa chake ni haramu. Wajazamu bi annaha dhabihatu murtaddin, wakathibitisha kwamba hicho ni kichinjwa cha murtaddi. La tahillu lilmuslimin, si halali kichinjwa hicho kwa Waislamu kukila. Kichinjwa kilichochinjwa na mtu anayesema kwamba Qur'ani imeumbwa, kichinjwa hicho ni haramu, hakijachinjwa na Muislamu. Fandhur ayuha almusannifu aqwalahum thumma aridha ala nusus alkitabi wassunna. Angalia ayuha almunsifu, fandhur ayuha almunsifu aqwalahum, angalia ewe mwadilifu kauli zao maulama. Thumma aridha ala nusus alkitabi wassunna, kisa zidhihirishe katika nususi za Qur'an na hadithi. Hal tajiduhum hadu anha qida shibrin, je utawapata hawa maulama wamepotoka, wamekwenda kinyume na Qur'ani na sunna kiasi cha jibiri moja? La, hawaja kwenda kinyume. Au qaddamu alaiha, au walitanguliza kinyume cha Qur'an na sunna qawla ahadin minan nas, kauli yoyote katika watu, kaina mankan, vyovyote walivyo, hawajatanguliza. Hasha wakalla wa ma'adha Allah, bal biha iqtadaw wa minha tadallau, bal biha iqtadaw wa minha tadallau, wamefuata katika nususi, wamefuata nususi za Qur'ani na wamekunywa nususi hizo. Wa binuri hastadau, na kwa nuru ya nususi za Qur'an na sunna wamepatia mwangaza. Wa iyaha tabau, na hizo nususi za Qur'an na sunna wamezifuata. Fahadahumullahu bidhalik lima ikhtalafa fihi min alhaqqi biidhnih, Allah subhanahu wa ta'ala akawaongoza kwa hilo lile jambo ambalo ukhtulifa fihi min alhaqqi biidhnih. Wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim. Akimalizia Sheikh Hafidh Hakami kuelezea sala hili, baada ya kuelezea kwa safha nyingi kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, hayakuumbwa Qur'ani. Pia alielezea istiwaullahi ala arshihi, ameelezea kwa kirefu na dalili nyingi za salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim, na hawa salaf kuwa kufurisha wanaosema kwamba Qur'ani ni kiumbe imeumbwa. Hadha maqalu almu'minina jami'ihim wa isabati at-tauhid a'lami al-huda al-kashifina 'awara kulli mushabbihin wal-qami'ina likulli man qad alhada. zin qawlahum bilwahyi wanzur hal tara ميلا لهم عما إليه أرشدا. حاشاهم عن أن يميلوا خطوة عما إليه الله إياهم هدى. بل أثبتوا لله ما قد أثبتت آي الكتاب وكل نص أسندا. ومن النفاة تبرأوا وكذاك من قول الممثل إذ تغالى واعتدى. جعلوا إمامهم الكتاب وسنة المختار يا طوبى لمن به مهتدى. ولذاك أعلى الله جل منارهم والملحدون بناءهم قد هددا. وأتم نورهم الإله وغيرهم في ظلمة إذ لم يكن به مقتدى. يا رب ألحقنا بهم واجعلنا نورا نميز به الضلال من الهدى. هذا مقال المؤمنين جميعهم، هاي منين يا وأؤمن وت. وعصابة التوحيد أعلام الهدى، نكيكون جا توحيد مع علماء ومونغوز وحق
alkashifina uwara kulli mushabbihin, wenye kuvumbua na kuweka wazi aibu za kila mwenye kumfananisha Allah na viumbe vyake, walqami'ina likulli man qad alhada, na wenye kuwazuia kumzuia kila mwenye kupotoka. zin qawlahum bilwahyi wanzur hal tara mailan lahum amma ilayhi arshada, yapime maneno yao na wahi, yapime maneno yao maulama hawa na wahi Qur'an na sunna, na uangalie hal tara mailan lahum amma ilayhi arshada, uangalie je utaona kwamba wao wametopotoka na muongozo huu wa Qur'ani na sunna. hashahum an an yamilu khatwatan, hashahum, haiwezekani wao kupotoka na kuacha Qur'an na sunna hata hatua moja. amma ilayhi Allahu iyahum hada, kupotoka na yale ambayo Allah amewaongoza nayo. bal athbatu lillahi ma qad athbatat ayul kitabi wa kullu nassin usnida, bali maulama hawa wamemthibitishia Allah kila jina na kila sifa ambayo aya za Qur'ani zimemthibitishia Allah. wa kullu nassin usnida, na kila nasi ya Qur'an na hadithi iliyotegemezewa hilo, ahlus sunna wal jamaa wanathibitisha. wa minan nufati tabarra'u, na ahlus sunna wal jamaa maulama hawa wameepukana na wanaokanusha sifa za Allah. wa kadhaka min qawli almumathil iftaghala wa'tada, vile vile wameepukana na maneno yenye kumfananisha Allah na viumbe vyake, kwani hao wamepetuka mpaka. ja'alu imamahumul kitaba wa sunnatal mukhtari, ahlus sunna wal jamaa wamejalia kiongozi wao ni Qur'ani na hadithi ya Mtume za Mtume sallam. ya tuba liman bihi muhtada, ewe furaha, ewe pepo, ewe hongera ya mwenye kuwafuata hawa ahlus sunna wal jamaa. walidhaka a'la Allahu jalla manarahum, na kwa hayo Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya juu daraja zao. walmulhiduna binaahum qad haddada, na wenye wale wapotofu jengo lao Allah amelivunja. wa atamma nurahumul ilahu wa ghayruhum fi dhulmatin idh lam yakun bihi muqtada, amekamilisha nuru yao Allah subhanahu wa ta'ala, wengineo wako katika giza, wale ambao hawajawafuata hawa maulama wa al-sunna wal jamaa wako katika giza. ya rabbi alhiqna bihim, e mola wangu tukutanishe nao maulama hawa sunna. waj'al lana nuran namizu bihi dhalala min alhuda, tujalie mwangaza ambao tutapambanua kwa mwangaza huo upotevu kutokana na muongozo wa haki. qala wa qadha as-salafu as-salih rahimahumullah ta'ala ala at-ta'ifati al-waqifa wa humul qailun la naqulu al-Qur'anu makhluqun wala ghayru makhluq. As-salafu as-salih wamewahukumu, as-salafu as-salih rahimahullah wamewahukumu kikundi ambacho ni waqifa, kilichotawakafu. As-salafu as-salih wamekihukumu kikundi kilichosangaa, na hawa wanasema hatusemi Qur'ani imeumbwa wala hatusemi haijaumbwa. Hawa ndio mutawakifun, wanasema hatusemi kwamba Qur'ani imeumbwa wala haikuumbwa, sisi hatuingilii mambo hayo. As-salafu salih wamewahukumu hawa bi anna man kana minhum yuhsinu al-kalama fahuwa jahmiyun, kwamba aliyekuwa katika wao anasema anafanya vizuri maneno hayo, huyo ni jahmi. Anayetawakaf pia ni mzushi, anayetawakaf na kusangana na kusema mimi sisemi Qur'ani imeumbwa wala haikuumbwa, sisemi lolote katika hayo, huyo pia ni mzushi. waman lam yuhsini alkalama minhum, asiyeweza kusema katika wao, bal ulima annahu kana jahlan basitan fahuwa tuqamu alayhi alhujjatu bilbayani walburhan,
anayejulikana kwamba yeye ni jahil, ana ujahali, ana ujinga ule basit mdogo, huyu atasimamishiwa hoja bilbayani, kwa kubainishiwa na dalili kwa masala haya ni hivi, dalili zake ni hivi, Qur'ani ni maneno ya Allah, haikuumbwa, na dalili zake ni hizi katika Qur'ani na Sunna na maneno ya salafu saleh. Huyo kama mtu hajui, atasimamishiwa hoja, abainishwe na kuelezwa na kuelimishwa dalili hizo. Fa intaba, akitubia akarudi katika akida hii sahihi ya Ahlusunna wal Jamaa, wa amana annahu kalamu Allah ta'ala, akaamini na kuitakidi kwamba Qur'an ni maneno ya Allah mtukufu vizuri, akirudi huko kwenye haki vizuri. Wa illa, vinginevyo, fahuwa sharrun min aljamia, huyo ni muovu kuliko hao Jahmia walioanzisha itikadi hii potofu. Kwa hiyo hakuna kutawakafu, hakuna kusema mimi sisemi hivi wala hivi, sisemi imeumbwa au haikuumbwa, sisemi lolote katika hayo. Hakuna kauli hiyo, hakuna. Ukisema hivyo, basi wewe pia ni katika wao wanaosema Qur'ani ni kiumbe, imeumbwa. Qala wa sayati insha Allahu al-kalamu ala al-lafdhiyati qariban, yatakuja insha Allah maneno kuhusu lafdhiya, kusema matamshi hayo. Wasanadhkuru insha Allah ta'ala fi akhir al-fasli سائر الفرق المخالفين للسنة في القرآن وغيره من الصفات. Asema tutataja insha Allah Taala mwisho wa fasli vikundi vyote vinavyokhalif sunna katika masala haya ya Qur'ani na masala mengine katika sifa za Allah azza wa jalla, liannana ahbabna tajrida madhhabi ahli sunna ala hidatihi liqasdi at-taysir wa billahi tawfiq. Sababu wasema sisi tumependelea kutakasa madhahabu hii ya ahli sunna wal jamaa kwa vile ilivyo, kwa makusudio ya kusahilisha. Al-Qur'anu laysa bimuftara kama qalahu kuffaru Quraish wa ghayruhum, Qur'ani hii haijazuliwa kama wanavyosema makafiri wa Makuraish na wengineo, kwamba Qur'ani hii wasema ni muftara, imezuliwa, sio maneno ya Allah. Qala al-Hafidh wala bimuftara, ay walaysa al-Qur'anu bimuftara kama qalahu kuffaru Quraish wa ghayruhum min a'da'i Allah ta'ala. Qur'ani haikuzuliwa kama wanavyosema makafiri wa Makuraish na wengineo katika maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, haithu qalu fihi in hadha illa sihrun yu'thar, wakati wanasema kwa Qur'ani kwamba haikuwa Qur'ani isipokuwa ni uchawi tu unaonukuliwa. Waqalu in hadha illa ifkum muftara, haikuwa Qur'ani isipokuwa ni urongo tu, iftarahu, ameuzua huyu Muhammad. Waqalu asatiru alawwalina katabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila. Wakasema hivi kwamba Qur'ani hii ni ngano vya watu wa zamani, ameandika tu huyu Muhammad. Wayaquluna inma yuallimuhu bashar, pia wanasema kwamba hakuna vingine, kuna watu wanamfundisha, kuna mtu anamfundisha huyu Muhammad maneno haya. Waqalu shi'run, pia wakasema Qur'an ni mashairi. Waqalu kahana, ni ukuhani. Waqalu in hadha illa ikhtilaq, haikuwa Qur'ani isipokuwa ni ikhtilaq, maneno yaliuzuliwa tu. Waqalu law nasha'u laqulna mithla hadha, wakasema pia lau tungetaka tungesema mfano wa hii Qur'ani. Wa ghayru dhalika min muftarayatihim wa ifkihim, na maneno yasiokuwa hayo katika uzushi wao na urongo wao. Wa kullu dhalika inma qaluhu inadan wa mukabara, na yote hayo hakuna vingine, wameyasema kwa inadi tu na kibri, lakini hawawezi kutoa maneno kama Qur'ani. Qala ta'ala wajahadu biha
wastaiqanataha anfusuhum dhulman wa uluwa, wamepinga maneno hao ya Allah na huku nafsi zao zina uhakika kwamba haya ni maneno ya Allah, lakini wanapinga dhulman wa uluwa, kwa dhulma tu na kibri, lakini nafsi zao zinakiri kwamba Qur'an ni maneno ya Allah ya haki. Hao makafiri wajahadu biha wastaiqanataha anfusuhum dhulman wa uluwa. Waqad kashafa Allahu ta'ala shubahahum, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi shubaha zao, wa adhala hujajahum, na kuzivunja hoja zao, wa bahatahum wa qata'ahum wa fadahahum ala ruusi al-ashhad, akawafedhehesha. Bahatahum wa qata'ahum wa fadahahum, aliwafedhehesha ala ruusi al-ashhad, mbele za watu. Wa bayyana ajzahum, akabainisha kushindwa kwao. Wa kashafa uwarahum, na kuweka wazi pia aibu zao. Fi jamii man tahalu, katika yote walionasibishia Qur'ani. Faqala ta'ala liman qala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlu al-bashar, qala Allah ta'ala sauslihi saqar, nitamtia katika moto wa saqar. Wama adraka ma saqar la tubqi wala tadhar lawahatun lilbashar عليها 19 إلى آخر هذه الآيات. وقال تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. Walisema waliokufuru haikuwa Qur'ani hii isipokuwa ni urongo aliyouzusha Muhammad, wa aanahu alayhi qaumun akharun, wakamsaidia juu ya hilo watu wengine. Faqad ja'u dhulman wa zura faradda Allahu alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala kawarudi kwa kuambia faqad ja'u dhulman wa zura, hawa wameleta dhulma na urongo. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا, wakasema kuwa Qur'ani hizi ni ngano, Qur'ani hii ni ngano za watu wa kale, ameziandika Muhammad. Fahiya tumla alayhi, anafanyiwa imla, bukratan wa asila, asubuhi na jioni. Faradda Allahu dhalika alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala akawarudi biqaulihi ta'ala قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. waambie ameiteremsha Qur'ani yule anayejua siri mbinguni na ardhini, innahu kana ghafuran rahima, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Waqala ta'ala wa idha baddalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftar, tukibadilisha aya mahali pa aya nyingine na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua zaidi anavyoteremsha, wanasema innama anta muftar, wewe unamzulia Allah. Faradda Allahu ta'ala alayhim biqawlihi azza wa jalla bal aktharuhum la ya'lamun, bali wengi wao hawajui. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. waambie ameiteremsha Qur'ani Jibril kutoka kwa Mola wako kwa haki, ili awape thabati wale walioamini, na Qur'ani hii ni mwongozo na ni furaha kwa Waislamu, bishara kwa Waislamu. walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yuallimuhu bashar, tunajua kwamba wao wanasema hakuna vingine wanamfundisha huyu Muhammad watu fulani. قال المفسرون إن المشركين يشيرون بهذا إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش قيل اسمه بلعام. وسمى المفسرون منهم ابن كثير ومنهم البغوي في معالم التنزيل. وسمى washirikina wanamuashiria mtu mmoja ambaye ni ajami, si Mwarabu, aliyekuwa baina yao, kijana wa baadhi ya makabila ya Makuraish.
وقيل اسمه بلعام imesemwa jina lake huo ni Bal'am وقيل يعيش وقيل عائش imesemwa pia jina lake ni Yaish na pia imesemwa jina lake ni Aish وقيل جبر وقيل يسار وقيل غير ذلك وربما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء na huenda alikuwa Mtume sallam akikaa kwake huyo mtu huyo na kumwambia baadhi ya mambo faradda Allahu azza wa jalla alaihim dhaka liftiraa Allah subhanahu wa ta'ala akawarudi na urongo wao huo biqaulihi ta'ala lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin lugha ya huyo ambaye wanamtegemea ni a'jami huyo si Mwarabu na Qur'ani ni lugha ya Kiarabu iliyo wazi wa hadha lisanun arabiyyun mubin أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على بني إسرائيل كيف يتعلم من رجل أعجمي vipi atasoma na kufundishwa mtu aliyeletewa Qur'ani hii kwa ufasaha wake na balagha yake na maana yake kamilifu inayokusanya maana yanayokusanya ambayo ni kamilifu katika maana ya kila kitabu ni kamilifu kuliko maana ya kila kitabu nazala ala bani Israil kilichoshuka kwa bani Israil kila kitabu kilichoshuka kwa bani Israil Qur'ani ni kamilifu zaidi na ni fasaha zaidi kuliko kila kitabu kilichoshuka kwa bani Israil vipi mtu huyu atajifunza kwa mtu ambaye si Mwarabu huyo anayemkusudia la yakulu hadha man lahu adna masakatin min aqlin hasema maneno haya mtu ambaye ana uchache mdogo wa akili hawezi kusema maneno hayo kwamba Mtume sallam alifundishwa na mtu ambaye hata si Mwarabu. Leo Allah subhanahu wa ta'ala akawarudi maneno yao kila wanavyosema na hoja zao tata Allah subhanahu wa ta'ala akazirudi katika Qur'ani kuonesha kwamba sio wa kweli makuraishi hawa waliokuwa wakisema Qur'ani au maneno haya ya Allah wakisema ni mashairi wakisema ni uchawi wakisema ni uzushi Allah subhanahu wa ta'ala akawarudi kwa kauli zao zote hizo نكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين